Samahani sana damu. Samahani sana damu. Sawa, usijali, alikuwa na amani kakaangu. Samahani sana. Samahani sana. Usijali, alikuwa na amani. Okay, asante. Mshirika, niliuona ujio wako toka ukiwa huko njia panda. Karibu mshirika. Wewe tena. Naona huu ujio una heri ndani yake. Asante mshirika. Ujio wangu sio wa heri tu, bali ni wa furaha. Hapa ninapokuambia, jana usiku nilienda kwenye tambiko langu kuongea na wakuu. Na wakuu wamenikubalia ombi langu la kutoa kafara ya damu. Sasa nina imani muda si mrefu kafara hii ya damu lazima itafanyika. Safi. Kama umekubaliwa na wakuu kufanya hili jambo, safi sana. Kwa sababu kama una kumbukumbu, wewe hii ndo zamu yako ya kutoa kafara. Nakumbuka vizuri sana Ngoko. Na ndio maana hata nikaamua kwenda kwa wakuu ili wanipe ridhaa yao. Sasa ninachotaka kuhakikisha hii kafara ya damu lazima ifanyike. Safari hii na imani kila mmoja wetu atafurahi. Nonje! 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 Wewe! Nonje! Na wewe Ngokwe? Hapana. Kuweza kunisaliti mimi? Nakaa najadili mambo ambayo ngetapaswa tushirikiane. Alafu leo mmekaa pembeni najadili nyinyi kama nyinyi. Hata wewe Ngokwe? Kiza! Mbona tukuelewi Kiza? Unamaanisha nini? Usaliti. Huu unaanza taratibu. Kiza, hivi unavyohisi kwenye jambo hili la heri tunaweza tukakuacha kweli? Mimi nilikuwa nimeanza kwa Ngokwe, kisha nije kwako nikupe taarifa nzuri sana na za heri Kiza. Vipi? Hapa kuna taarifa njema, tena sio nzuri tu bali ni za furaha. Nina imani nikikupa hizo taarifa zitakufurahisha Kiza. Ile kafara yangu ya damu wakuu wameikubali jana usiku. Sasa muda si mrefu tutaenda kusherehekea kafara ya damu. Wow. Na ninavyokupa tu taarifa, labda niwape taarifa kwa ufupi. Mtu na wakutolewa kafara ameshapatikana. Wakati nakuja huku kwa Ngokwe nini sasa? Nimekutana na huyo mtu njiani. Nimemvuruga akili yake. Nina imani akili, fikra na kila kitu atakachokuwa anakifanya kichwani mwake nitakuwa mimi tu. Wow. Muda si mrefu nina imani nitawakaribisha kwenye mjengo wake. Hapo ndio tutamaliza kila kitu tunachotakiwa kukifanya. Kiza, kuwa na amani. Ngokwe, mimi na nyinyi ni kitu kimoja. Hayo mambo ndio ulikuwa nataka. Lete minyama, lete midamu wewe. Kula ndo kazi sasa inayofuata. Yaani kwa sasa vuruga akili yake, chukua mpaka vitoto, tutakojoa kwa nyumba yake, tutakunya, yani tutaleta tafalani katika nyumba yake. Mpaka une nuksi yani hajawahi kuiona toka kazaliwa. Tunaelewana? Tunakuelewa. Hilo ni jambo jema. Bora. Kiza. Kwa yeye alisi tutamwacha kwenye hili jambo. Ndio, hajiamini. Wasiwasi wake tu. Alijua labda hatoshirikishwa kwenye hili.
kwenye shughuli ya kula nyama. Sasa mshirika, mimi nilikuja tu kukuletea hizi taarifa. Hapa nilipo nataka niende zangu nyumbani nimwahi yule mdogo wangu. Si unakumbuka kwamba yule mdogo wangu alikataga hii mikoba na anajua hata mimi pia nilikataa. Sasa yeye kuna sehemu nilimwagiza. Nina imani kwa muda huu atakuwa amesharejea. Acha nimwahi. Basi sawa. Sawa mshirika. Tujiandae tu. Muda si mrefu tutakula nyama. Na supu pia. Karibu sana. Haya mshirika. Kuna hamna hatari. Hatujakula supu. Hili jambo hili lazima lifanikiwe. Asma. Wewe ulisema kwamba utakuja jioni hapa, imekuwaje umekuja saa hizi tena? Yaani ujio wangu huu. Yaani wewe acha tu yani. Vipi, mbona unanitisha, una tatizo? Yaani huu mwezi unaisha. Periodi zangu mimi sijaziona. Sijaziona period. Tatizo itakuwa nini? Au labda ni mambo ya kibiolojia, si unajua tena? Yaani kwa jinsi ninavyojiona, yaani mimi najisi nina ujauzito. Una ujauzito? Sasa unashangaa nini Kenzo? Na hiyo mimba ni ya nani? Unauliza tena ujauzito wa nani? Kipindi tulipokuwa tunaenjoy hapa, mbona ulikuwa uulizi? Sasa hivi nina ujauzito unaniuliza eti ujauzito wa nani? Ujauzito ni wako wewe. Sasa unakuwaje mzembe kiasi hiko mpaka unapata ujauzito? Hivi ina maana kwamba mzunguko wa siku zako za hatari wewe haujui? Mpaka unajiachia tu unapata ujauzito? Nilipokuwa hatari, nilikuwa nakwambia. Lakini si ulikuwa unaniambia njoo hivyo hivyo. Sasa hivi tena nakupa taarifa za ujauzito unanibadilika. Kenzo. Hata kama. Lakini mimi kwa sasa hivi siko tayari kuwa na familia. Maisha yangu wewe mwenyewe nadhani unayajua. Bado sijajipata. Hata hiyo support ambayo unaiona mimi ya maisha yangu ananipa sister. Ndio vipengele vyangu vingi sana na visovu. Leo hii wewe unakuja unaniambia kwamba una ujauzito. Yaani mimi naona huko kote unazunguka. Wewe niambie huu ujauzito maamuzi yako wewe ni yapi? Mimi ndo ninachotaka kukijua hiko. Yaani Kenzo. Dada. Vipi? Nakuja. Nakuja. Dada vipi? Haya vipi, mbona umerudi po kimya afu hujanipa jibu lolote? Yule mama mimi sijamkuta unajua. Nimekaa sana hapa. Nimemsubiria sana lakini hajatokea. Sasa nikaona wewe labda tuwasiliana naye kuhusu mzigo wako. Basi sawa, ina shida, acha nitaenda mwenyewe baadaye. Aha. Basi sawa, na mimi baadaye nitakuja nyumbani kwa sababu kuna jambo fulani ambalo nataka tuongee. Kwa hiyo nitakuja nyumbani. Hilo jambo la heri au? Hakuna shida yoyote dada, uwe na amani. Wewe? Hakuna tatizo bwana. Mimi naenda. Basi sawa dada. Baadaye. Haya baadaye. Asma. Sikani mwambie kitu. Mimi naomba hiyo mimba itoke. Sawa eh? Yaani inabidi tukae tujue kwamba hili swala tunalifanyaje. Na jinsi ya kusolve ni kuitoa hiyo mimba na si kitu kingine. Kenzo, hii mimba sitoi. Sijui umeelewa? Hapa naondoka. Lakini jua nitarudi, tutaishi hapa. Na huyu mtoto tutalea mimi na wewe. Tunaleaje ikiwa maisha yangu mwenyewe unayajua na nimeshakwambia Asma?
Kwa swala la wewe maisha yako mimi hainihusu. Maanake kipindi tuna enjoy haya yote tulikuwa tuyaongee. Kwa hiyo mimi huu ujauzito sitoi, tutalea na naondoka na nitarudi. Magambo. Nasi. Niambie ndugu yangu. Vipi mwanangu? Mambo mengine yanakuaje? Kama kawaida. Poa kabisa. Mambo yanasemaje? Mungu anajali. Karibu sana ndugu yangu. Nasema nimekuja na shida ndugu yangu. Tunataka uniunganishe kifurushi ndugu yangu cha shilingi 5000. Kifurushi. Kifurushi vipo ndugu yangu. Karibu sana. Maana kuna mtu kidogo anakanyasiana naye ndugu yangu. Maana sisi nimekata mwanangu mchanganya kinoma. Usiwaze familia yangu. Sasa mwanangu, namba yenyewe kwa wapi? Ndio hii. Sasa Nasi. Naam. Samahani lakini mwanangu. Ndio. Kuna mwanetu yule matukio yule. Majuzi alikuja kwangu hapa mwanangu anataka sigara. Baada ya kutaka sigara nikampa sigara ndo kaanza kuniambia kwamba alikuwa amekamatwa rafiki yangu. Sasa sijui kwa kosa gani aliyokuwa amekamatwa yule mwanetu matukio. Ila kwa sababu kaka yake na alikuja majuzi hapa, alikuja asubuhi, yes alikuja jioni, yeye alikuja asubuhi kaniambia kwamba alishamtoa polisi kule. Sasa sijajua ni kosa gani alilokuwa amelifanya mpaka kamatwa vile. Mwanangu kweli mwanangu, hata unazungumza matukio mwanangu kitambo sijaonana naye mwanangu. Na unajua mwanangu Magambo kumemwona alikamatwa? Alikamatwa mwanangu matukio. Na tatizo hujafahamu nini kilichomsababisha mpaka kukamatwa? Sijajua kabisa mwanangu, sijajua. Hii hapa tayari mwanangu. Shukrani. Ila sema wacha mimi ndamtafuta mwana. Najaribu kuongea naye ili nijue nini changamoto. Mtafute mwanangu ujue nini changamoto iliyokuwa na msibu mpaka kaenda kule utuo kule. Mwanangu basi sawa mwanangu, acha mimi kuna mishe kidogo nafukuzia. Ndio. Wacha nifanye kwanza baadaye nakuletea majibu. Basi poa mwanangu Nasiri, hamna noma mwanangu. Mishale basi. Baridi. Poa poa. Utamkuta wewe. Siku shoga. Mambo? Poa, niambie. Haya wewe wapi? Ndapo mbele na wewe nishapata buza kwa mikoba. Siku nawe sifuri kuishi. Ziniishe jina kwambia shoga yangu. Hilo sio lilonileta. Shoga yangu nimetoka huko na kimuhemu nakwambia nimeshinda hata kukaa nyumbani. Kipi hicho tena? Maana wewe tena kwa ubuyu. Yao ni chana wa ubuyu wenyewe. Ile shughuli ya kishukutwa ile. Shoga, nataka nikafanye matusi shughuli kama yangu. Yule mwafulani yule nataka nikamfunga huo mdomo wake. Unamweza lakini yule mwamfula naye anaonekana kama kachachuka hivi. Tulia, mimi ndio ile kigodoro shoga yangu. Yule hana chochote cha kuni. Kwanza mimi pesa mwenzangu kakangu mtamu. Pesa mimi napata nikitaka nikifanya vitu napewa. Shoga, nataka nikabiduke shoga yangu. Yaani hiyo siku kama naiona vile. Yaani ufupi nataka ukaongezeke nizidi kwa ndunje. Yaani muda wote nabiduka mimi. Na kwa nataka usina kesho gangu. Siku hiyo nataka nikalionyeshe. Muda wote mimi ni hapa. Uwanja mzima. Unaona pale? Sasa unatamba mimi tu pale uwanjani niko mwenyewe nikiangalia kampani yangu siione shoga yangu. Hata tukuangushe mimi siwezi nikakuangusha shoga yangu. Haya, hata usijali. Twende tuongozane huko kwetu kimeo chako na poenda. Chelesha hebu twende. Haya. Magambo. Pet. Mambo. Poa vipi? Safi. Uko poa? Niko poa. Karibu sana. Asante bwana. Mama kanituma mafuta. Mama kutuma mafuta? Eh. Hamna shida. Mafuta yapo mama. Vipi lakini kakaangu alikuja kulipa?
Bosi wangu yule hana shida. Bosi Jeff? Jeff hana shida. Mafuta ndo haya hapa. Bosi hana shida kabisa yule. Hata akifa hauzi yule. Wewe tena unavyoipenda hela hapo utamsifia sifa zote. Bosi wangu Jeff namjua toka kitambo, bosi wangu hana shida yule kabisa. Haya hapa feti mafuta hapa mama. Magambo hamna hata mfuko. Mfuko mama, mifuko inauzwa. Kama na 300 hapo leta nikuuzie mfuko ule pale 300. Unapenda sana hela. Labda uandike lakini au tuandike kwenye deni na mfuko. Achana nao. Sasa hivi. Poa bwana mimi naenda. Basi sawa wasalimie. Kulikoni? Jana uliniambia unakuja nyumbani na shangaa mpaka saa hizi kimya. Imekuwaje tu? Mimi nilikuja jana nyumbani dada, lakini sija kukuta. Wewe nyumbani umekuja saa ngapi? Mimi muda wote niko nyumbani. Sasa nakushangaa sijui nyumbani ulikuja saa ngapi mwanzo. Mimi ni kweli vile dada, mimi nilikuja nyumbani. Lakini sio swala. Unajua jana nilitaka nije nyumbani nikupe taarifa kwamba unajua kuna shida. Usinitie pressure. Jambo gani tena? Sio pressure. La heri lakini. Ni jambo zuri lakini of course lina uzito fulani hivi ndani yake. Unajua kuna binti fulani ambaye mimi nipo naye kwenye mahusiano dada. Sio kwa muda mrefu sana, ni kama miezi 2-3 mpaka sasa hivi. Sasa jana alikuja akaniletea taarifa kwamba ana ujauzito. Usio na pressure dada. Yaani wewe nawe. Jambo lenyewe hilo tu mpaka unataka kunifanya nipate pressure. Sio na pressure. Yaani wewe umetia pressure mimi nikajua sijui jambo gani. Kumbe hilo jambo hilo tu. Sasa hilo si jambo la heri jamani. Of course ni jambo la heri lakini dada kwangu kuna shida kidogo. Kwa sababu kama unavyojua kwamba mimi sijajipanga sasa hivi na maisha dada. Maisha yangu hayana mbele wala nyuma. Wewe ndio unakutegemea unisupport kwa vitu vingi sana. Sasa leo hii inakuwaje tena mimi na kuwa na mwanamke na mtoto tena dada? Kenzo, kama umefikia hatua ya kumtia mimba mpaka binti wa watu, mtoto wa mtu umemtia mimba, basi ujue ushakuwa. Sasa wewe wasiwasi wako hapo iko wapi? Wasiwasi upo dada. Mimi kwa sasa hivi sipo tayari kuwa na familia. Maisha yangu hayako mbele wala nyuma. Nadhani wewe mwenyewe unajua. Wewe ndio mtu ambaye unanisupport kwenye vitu vyangu vingi sana vya maisha dada. Sasa inakuwaje tena leo hii mimi nakuwa na familia dada? Si hata wewe mtoto pia tutamtesa. Sasa mimi nakwambiaje hilo jambo? Yaani ondoa shaka nalo kabisa, niachie mimi. Mimi nitalishughulikia, nitafanya kila kitu yani kuwa na amani. Niachie mimi, hilo jambo dogo sana kwangu. Unataka kufanya nini? Mimi sifanyi kitu chochote kibaya. Kama ninaweza kuishi na wewe vizuri ndugu yangu, hata huyo mkeo, mwanamke wako ulomtia mimba na mtoto wake pia nitawalea. Hamna tatizo, wewe kuwa na amani. Yaani hilo jambo dogo sana kwangu, wewe niachie mimi. Hivi si ndo huyo? Mbona sasa yuko hapa? Au ndo mtaa anaoishi? Na yule pale ni nani yake? Au atakuwa na mahusiano naye? Kama sio mpenzi wake yule? Sijui. Okay. Basi sawa dada. Vipi unaendavyo? Mimi hapa nilipo, naenda huko kwa nguvu. Yaani mimi nimeliambia nakuja yenyewe limefunga mlango. Nimechoka. Huyu ataka enda wapi? Ndio kwanza nimpigie. Maana jana kuna kitu tuliongea, asa tangu jana ile hatujaonana mpaka saa hizi. Ndio nataka niende nipate kwake. Mtu mwenyewe ndio anampigia sasa hivi. Ndio huyo wifi mwenyewe. Hello? Wewe uko wapi? Mimi nimefika hapa kwako nimekuta mlango umefungwa. Uko nyumbani? Mimi nimechoka bana. Basi sawa, nakuja sasa hivi. Na ufanye haraka. Sichelewi, nakuja. Sasa. Ndio yeye wananipigia hapa. Ananiambia kwamba yuko nyumbani sasa hivi.
Sasa wewe unaenda kwa rafiki yako? Ngoja kwanza nionane naye alafu baadaye nitakupigia simu. Basi sawa, usijali, wewe nenda. Kaonane naye. Akiwepo nyumbani, wewe nipigie simu. Basi sawa, nitakupigia dada. Haya, usijali. Haya, hamna shida. Kuna ujio unaona unakuja. Huyo ni Nonje na Ngokwe. Karibuni katika himaya hii. Kuna ujio unakuja. Nonje, Ngokwe, karibu katika himaya yangu. Hii ndo himaya yangu mimi. Karibuni sana. Karibuni washirika wangu. Asante sana Kiza. Nonje, karibu katika himaya hii, himaya yangu. Ngokwe, karibuni jisikieni mpo huu. Hii ndio himaya yangu. Nadhani kuna jambo jipya. Kuna taarifa njema sana Kiza. Na ndio maana nikaamua kumpitia na Ngokwe ili tuje hapa tusherehekee kwa pamoja hii taarifa. Nina taarifa nzuri Kiza. Nataka kuwaalika kwenye kilinge changu siku ya Jumanne. Wewe pamoja na Ngokwe tuje tusherehekee kwa pamoja. Hiyo ndo furaha nataka manyama ninapodau kula robo. Nonje, Ngokwe, hizo ndo habari njema. Leta habari. Kuna damu kafara ya katoto kachanga. Sawa Ngokwe? Hilo swala la Jumanne tuko pamoja. Tunaelewana Kiza? Amekuelewa. Sasa nataka Jumanne mapema sana kila mmoja aje tushereheke kwa pamoja hiyo kafara. Tunaelewana? Hayo ndo mambo sasa. Ngokwe, hayo ndo mambo ambayo tunayataka. Nyama katoto kenye kama kachanga natafuna. Hayo ndo mambo washirika wangu nataka tufanye. Ngokwe, sasa hivi ni kumsikiliza Nonje tu. Na wewe mtaani kwako atakaye kusonya tunamaliza. Huo ndo ushirika wetu. Kuelewa Kiza. Nonje, hili jambo limekuja ghafla sana. Sasa naomba tuwe makini sana na tujumuike kwa pamoja siku ya Jumanne Kiza. Jumanne tutafika bila kukosa. Karibuni sana. Hiyo ndo kawaida ya ushirika. Tunakwenda kula vitamu vya manyama kazi nje. Sasa dawa iliyobaki ni kumaliza kabisa familia yote itakoka karibu na sisi. Kiza mwana wa Kiza kwenye himaya yangu. Nani anaweza kunipindua? Kiza mwana wa Kiza kwenye himaya hii. Naondoka.